Kuzungumza na mtu kama mimi, ujue kwamba unazungumza na mtu mmoja kati ya watu 100. Maana wa Tanzania sasa hivi walioona uhuru ni 2.6. Lakini walioona uhuru wakijitambua kwa namna kwamba waliokuwa na umri kama wa kwangu. Tuseme kuanzia miaka 7, maana kujitambua mtoto ni miaka 6, 7 na kuendelea. Au ni 1% tu. Kwa mpo mbioni kutoweka kabisa. Yani miaka 70. Tuchote maarifa kwenu kwa mwisho hapa. Mtu vumilie. Wengine hawataki hata tuongee, wanachukia. Lakini sasa kumbuka tu ndio hivyo tena. Ni wajibu huko sema haya ambayo na ndio maana mmenikaribisha na washukuru, lakini ndio maana nimekuja kwa sababu kusema kwamba hapo kuna wajibu kuzungumza yale tulioyaishi. Na mimi nilikuwa nataka nikuulize kuhusu historia ya nchi hii. Tunawasikia wakosoaji wakisema kwa kiasi kikubwa vitabu tunavyovisoma shuleni kuhusu harakati za uhuru wa nchi hii vimewaficha watu wengi mchango wao katika ushiriki kwenye uhuru na harakati za baada ya uhuru. Moja kati ya watu ambao kuna manunguniko ya mara kwa mara kwamba historia yake imefichwa na haiko wazi sana ni Bibi Titi Mohamed. Bibi Titi nikiwa mtoto mdogo katika harakati zake za kupigania uhuru, alipokuwa na Mwalimu alikuwa nasikika kabisa. Kwa hiyo kabla ya uhuru tumemsikia Bibi Titi na baada ya uhuru, na kusema kweli yaliyokuja kujiri sasa pale katika zile tofauti walizotofautiana na katika siasa, kulikuwa kuna watu wakatofautiana, si ndio siasa ilivyo, watu wanatofautiana. Imeficha watu wengi, sio tu Bibi Titi, hata na Oscar Kambona. Huyo sasa nilimuona, alikuja nikiwa mwanafunzi wa sekondari shule ya Rugambwa. Oscar Kambona alikuja na alikuwa anapendwa sana na vijana, alikuwa ni kama role model. Kama nyinyi mnazungumzia Diamond, sasa Oscar Kambona alikuwa na alikuwa na mvuto sana, vijana wanapenda anavyovaa, alikuwa ni mtu wa fashion sana na nini. Kwa hiyo unakuta kwamba unapoandika historia ya taifa, ni lazima sasa unaachana yale ya wakati. Kwa hiyo tuna kazi ngumu kweli ya kurudi sasa kuandika historia sawa sawa.